Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Inakuwa ni furaha kwangu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 kukutana nawe mara tena na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Na kwa nikikusamini kila mara kwa kuendelea kurupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu zitaanzia na huko Bukavu ambako mwanamke mmoja, mama wa familia, amefariwa kujinyonga mwenyewe usiku wa kucha siku ya tatu ya tarehe 16 Machi 2026 katika mtaa wa Biega 4 ndani ya kata Panzi mjini Bukavu. Kwa mujibu wa moja kati ya mashuhuda wa tukio hilo, amesema kuwa chanzo cha kujinyonga kwa mwanamke huyo bado kujulikana mpaka sasa kama anavyoeleza. Tunapatikana muaxe Mulengeza ya pili, aveni Biega 4 ndani ya kata Panzi. Fasi ambapo tuna registre ka ya mtu kujitia kamba. Yeye ni dada ambaye anaitwa kwa jina la Deborah Buendwa, anakuwa na miaka yapata 13 na ni mama wa watoto 4 ambaye anajimalizia maisha kwa kujitia kamba. Ilikuwa ni usiku wa tariki 15 kukuchia siku ya kwanza tariki 16 mwezi huu na mwaka huu. Kwa hiyo tunajulisha ya kwamba sababu ya hiyo kujitia kamba haijajulikana hadi sasa, na tunakumbusha population yetu ya kwamba maisha ya mtu ina thamani yake. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kujiondolea maisha ijapokuwa magumu fulani za maisha. Msikilizaji, na huko Kamituga ni kwamba siku chache kisha kuteuliwa kwa makamu wa mmoja wa Kamituga, hatimaye shirika la raia eneo hilo lataja kupokea kwa mikono miwili uteuzi huo ambao umeweka mtu pa nafasi anayostahili. Hivyo watakuwa naye bega kwa bega kwa ajili ya maendeleo ya Kamituga. Kwake Wisobwa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia la haki za kibinadamu tawi la Mwenga Kamituga, ameonyesha hapa raia walivyopokea uteuzi huo wa meya makamu. Bwana Mwariri, tumepokea hiyo habari, tulipokea kwa furaha kubwa sana kwa sababu ilikuwa kilio yetu. Sisi watoto wa tarafa ya Mwenga, watoto wa jijini Kamituga, tupate yule kijana ambaye anatoka miongoni mwetu, na yeye ndugu Faraja Alexandre ni mmoja wapo ya vijana ambayo wanatumikia sana jiji la Kamituga. Na hiyo viongozi huko Kinshasa kukamata hiyo hatua ya nome kome mega adjoint, kwetu sisi ni furaha kubwa, na ni mtu ambaye anatetea raia, anajongelea sana shirika za raia. Tunamuunga mkono na tunashukuru kwa hiyo, ila kuna malalamiko kidogo. Unajua kama ingine mavile bali patia ba bourgmestre mais Kamituga comme je l'ai toujours dit, journaliste kama tunakuwaka tunasibire ma discrimination ya mingi. Benzetu walipata ba bourgmestre mais ici atupate ba bourgmestre, tulikuwaka nome na ordonnance presidentielle moya. Pourquoi wapatie ba mwa ba bourgmestre wengine babaime? Ndio malalamiko yetu sisi watoto wa vile ya Kamituga, na tunaomba kwa wakubwa ambao wako wanasikiliza zaidi watusaidie giti vile ya Kamituga nayo ipate babu kama ingine mazile gouvernement créé inipata. Tulipokea hiyo habari ya ndugu yetu Faraji na Yogolelo Alexandre kuwa meya makamo kwa muda wa jiji ya Kamituga. Sisi vile population tulipokea kwa shangwe kubwa, na tunashukuru ministre wa interieur, tunashukuru president de la République, tunashukuru pia parti politique IDPS kwa kutusaidia kwa kumteua mtoto wa jijini ya Kamituga kuwa meya makamu. Haiza kuhusu swala la kutokuwa na maelewano kati ya meya na makamu wake kama ilivyoshuhudiwa kwenye nyadhifa zingine, Wisobwa Kilongo Fisto amejibu yafuatayo. Nawaza mere
Lere Alexandre Onja Mpila na maire nouvellement nommé hapa walikuwa wanaishi vile baba na mtoto na mubarua yetu ya presentation ambayo mwandikia yeye meya makamo kuje maendeleo umoja yao ilete maendeleo ya vile ya Kamituga, kwa sababu unajua bwana Mwariri matengano inaharibisha maendeleo. Matengano inaharibisha maendeleo, na wakatuahidi kama watatumika bega kwa bega mkolaborasyon mzuri kwa ajili ya maendeleo ya Kamituga. Hiyo ambao unasema sio uongo, lakini tuliingilia kati na sie wapa mashauri ndani ya kibarua ambao tuliandika na tuliongea nao uso kwa uso, na walituahidi watatumika bega kwa bega, watatumika mkolaborasyon mzuri kwa ajili ya maendeleo ya vile ya Kamituga bwana Mwalimu. Na hiyo matumaini. Nini kabisa mungipenda meri iweke kama vile priorite mu projet zake kwa mwaka huu? Ambao tungipenda meri iweke kama vile priorite ni kwanza usafi wa jiji ya Kamituga, na hiyo mabarabara zenye zinaingia ndani ya mji wa Kamituga, mabarabara mbalimbali, barabara sawa vile upande ya Telie, barabara Katunga, barabara ya Poudriere, barabara za Kalingi, barabara ya Kele. Donc mabarabara iwe sawa vile priorite, na hiyo masoko, kufanya masoko nzuri, kuondosha masoko pembeni ya barabara ambayo inachafula vile. Hiyo ni mapriorite ambayo tungiomba wakuu viongozi wa jiji ya Kamituga watusaidie kutufanyia kwa mwaka huu. Na huko Misisi ni kwamba mkuu wa kijiji cha Misisi ndani ya sekta Nganja tarafani Fizi, Masaba Munga Franklin, amekemea kwa hali ya juu zaidi kitendo cha watu watatu waliouawa kwa kupigwa risasi mfululizo naye jambazi ambaye pia amejeruhi wengine wengi weekend iliyopita. Akiwa mwenye huzuni, kiongozi huyo ameanza kwanza kutoa mkono wa pole kwa familia zote zilizopatwa na madhara hayo, huku akiomba vyombo vya usalama kuendesha uchunguzi wa kina ili kufahamu mhalifu na pale kuadhibiwa. Ndio kulikuwa kama ya bamwezi wake iba mtoske moya hapo mwatunzi parke. Leo sasa kulikuwa watu walikuwa pembeni wakaanza lanika bamwezi, ndio ule akajamprendre kubali watu wengine walikuwa pale. Kwa deja 3 morts na mengine wangali kumapitani bablese. Ilikuwa masaa moja usiku. Ma services za security hazikuwa intervenir. Tunaona alikuwa mwizi sali operator nani achona akakimbia, lakini maankete ziko anko. Sike vile ule mwali pigana masasi walituambia kwa watu wenyewe walimjua. Alikuwa inansema elema wa avanse kombata. Mwenye aisha kwa deserter. Hivi alikimbia. Na baliniambia komanda mpasa aliniambia banajua jina yake. Maankete ziko anko. Kia kusema tu ni kuhimiza maservisi security ziko hapa. Situba kuku nani service ya wapeme niko na linda watu hapa ndele kwa force security parce que kama ndege tuko tena ya tena 3 jours tena ndege ni mtu mwingine tena yalipigiwa vile na hata angalia kwa force na kwa force mara nyingi security tuangalie kama tunaweza kamata mameziri zenye za mzuri paraporo ya hizo shida. Pande wa wananchi raia wako wanadenonse wahalifu kwa force tuangalia kwa kutumia masasi civil kwa force jua hata wenyewe walipigwa masasi jana ni kwa sababu walikuwa lalamika huu ni mwizi, ndio maana ile makando maana wale banani ba mwizi walijamprendre kuku ndio walikuwa kiaiba kioski. Ile grupu ya watu ilikuwa pembeni kaanza lalamika mwizi, ndio ule akawapiga masasi. Ndio alikuwa yafunza kuiba, bali mjua mapema sasa anaanza lalamika, ndio akajamprendre ku wale watu. Ndio wamezile ziko enforcer d'ailleurs na hata kwa na conseil security kesho raporo ya hiyo incident. Ndio metaje kwa wananchi ni zite bakona tusaidia jao kudetete usote kujanonse hiyo hapo watu ndio maservisi za security iko na tia mkono kwenye vetu. Na huko Uvira ni kwamba notable Andre Byadunia Mashaka amepongeza serikali kuu ya Kinshasa kwa hatua nzuri waliofikiria ya kuteua baadhi ya wasimamizi wa manispa moja za mji wa Uvira na Baraka. Hatua hiyo ni sura ya demokrasia na pia inatoa tumaini ya miji na kuwa na wabunge wake kipekee kwenye ngazi ya taifa na ile ya mkoa. Katika mazungumzo na TV yetu, Andre Byadunia ameonyesha kuwa kuteuliwa kwa wasimamizi wa manispa kuna kuja na kunamaanisha mji wa Baraka na Uvira na vile Kamituga vimejulikana kiserikali.
Tumesikia na tumesoma kwenye mitandao kama watu wengine kisi waliona. Tumeona manomination ambazo zimefanyika na Ministère National ya Intérieur et Décentralisation. Mais particulièrement pour Uvira, tuko na commune 3 ya Kalundu, ya Mulongo na ya Kavimvira. Commune ya Kalundu hawakuweka hata animatere umoja. Commune ya Mulongwe ndio wameweka mama umoja na kijana umoja, na commune ya Kavimvira wameweka adjoint tu. Ça veut dire haba ya compléter titulaire. Kalundu hakuna ni titulaire ni adjoint. Mulongo wameweka titulaire na adjoint. Na inatufurahisha kwa sababu ni hatua moja parmi vitu ambavyo tulikuwa tunalomba. Tulikuwa tunakuwa considérer kama Uvira haiko vile parce que haina maelema complémentaire notamment hizo makomine. Mais leo sasa tunapata makomine. Bon, c'est un acte de bravoure kwa wenye walifanya madémarche. Mungu wabariki, na wenye walizianzaka, tuko mwenye walizianzaka. Mungu asifiwe kwa ile. Na iko na maavantage yake parce que ni entité stage développer automatiquement ku base parce que itakuwa na mataxe kidogo ambazo watakolekte, na watu watafanya ma priorité par rapport na mabezo watakuwa nazo, na bana developer ile eneo pale kwenye watakuwa bako. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha faida zingine za kuteuliwa kwa wasimamizi hao wa manispa. Mais aussi tu permettre kufikia wakati tunafika kwa échéance électorale kuchagula watu ambao watatuongoza ku niveau ya base bila kungoya kupitia kwa manomination. Itabidi tuanze kuchagula ba responsable ya ba conseil communaux, na wale ba conseil communaux baenda kuchagula ba burugumestre na mambo mengine. C'est vraiment kitatufikisha ku demokrasia ambako tutakuwa tunaanza kupata viongozi ambao wamepita kwenye sauti za raia. Lakini pia kwa mwisho ni kusema kwamba itakuwa na vraiment une préparation yenye itakamata batu wakati ya kuitia mkichwa, parce que batu ifo bakuwe adapter kwa kulipa taxe, batu ifo bakuwe adapter kwa accompagner ba autorité ku ma décision bana prendre, na ile ma décision itakuwa inakuwa prise na autorité wao peke, itakuwa inapita kwa forum de quartier, banaongelea pale ma besoin, banafanya ma priorité, na ile ma priorité banaanza kuzitumikisha kama kawaida, na itakuwa aussi na une façon ya kusanctionner bale wa autorité wakati watakuwa wamechaguliwa. Hapana wale walikuwa nome, wale watakuwa wamechaguliwa watakuwa na kuwa sanctionner sur base ya maorgane ya assemblée ku niveau ya base. Tunafurahia hii acte, ni ya mzuri, mais watusaidie maintenant ba materialiser, kisha kuifanya hivi bapatie vyeo, kisha kuwapatia vyeo batusaidie wafikishe maintenant ku etape ya kwanza kufanya maelection. Tunaistaliwe, ni acte ya mzuri sana parce que itatupermettre kwenda mbele. Na huko mlimani kwamba mzalendo mmoja amejijeruhi huko askari jeshi mmoja wa taifa akijeruhiwa kwa risasi kwenye purukushani ya kudaiana kodi ya nyumba kati ya wawili yao Jumatatu ya tarehe 16 Machi pa Mulima groupement ya Bashilocha sekta Tanganyika. Inosal Lake ni coordinator wa vuguvugu machozi ya raia pa Mulima ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa na kulani vikali kirendo hicho, kuwa kirwa wito kwa serikali kuhakikisha jambo kama na hili lisije likatokea tena. Chanjo cha vurugu ile ilitokea kupitia ule askari jeshi alikuwa akipangia ule ndugu Shekeda, kama masources zilizoonyesha, alikuwa akimpangia katika nyumba yake, na wakati ndugu Shekeda alikwenda kulomba ushuru wa nyumba yake, basi kulikuwa mabishano, na yale mabishano hatuyui kama ule askari jeshi naye alikuwa akikamata mvinyo kidogo, wala yeye Shekeda na yeye pia hatujui, na wakati ya ile mabishano ndo kulitoka ile vurugo. Askari jeshi akamfyatulia ndugu Shekeda masase mkichwa, na ikasababisha ndugu Shekeda kupata majeraha makubwa, na mpaka saa hii hatujajua hali yake, lakini walimushusha kutoka katika kijiji cha Mulima, walimpa transfer katika zanati la aire de santé ya Pungu, akajielekeza katika zanati kubwa ya reference ya Fizi. Ni hapo alikwenda kukamata matibabu. Na baadhi ya ule mwingine askari jeshi wa taifa naye kuona gisi ndugu Shekeda alianguka, naye akajua labda ndugu amekufa, na yeye akajifyatulia risasi yeye mwenyewe, na yeye akamupa naye majeraha makubwa. Alafu milio ya risasi ililia, raia ilikuwa na hofu, lakini tulishukuru Mwenyezi Mungu sababu mahali ambapo watu walipo hakuwezi kufa watu wote. Watu waliingilia swala lile kati na kupata suluhisho, na ile hali inatulia kidogo.
Na sisi kama shirika za kiraia katika groupment la Basilocha tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali pamoja na autorite civile kuikalia pamoja ili kukuwa na tatua mizozo kama na ile, ili janga lile lisipate kurudilia tena ingine siku, kwa sababu sisi tunajua kama sisi Wakongomani tuna adui moja tu ambaye anatusumbua ni ACM23 ambaye amekuja kutunyang'anya udongo wetu, na ni ule ambayo sisi tunapambana naye kwa sababu ya yeye anakuja kutunyang'anya udongo. Lakini sisi kwa sisi tena kuanza pigana masasi ile si jambo la mzuri. Sisi kama shirika vuguvugu la raia la MCR tunalaani vikali kabisa vitendo vile vya ukatili tena katika eneo zetu, tunavilaani. Tumalizie na habari hizi za kimataifa ambako vita vya muungano wa Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kushamiri kwenye ukanda wa Mashariki ya Kati, huku nchi za dola kama Russia na China hata Umoja wa Mataifa zikibaki kimya licha ya athari za kiuchumi, kiutu na kiusalama ambazo zinasababishwa na vita hiyo. Mengi zaidi namkaribisha Isaac Muluchashibe. Kwenye miaka ya nyuma huko, nchi ya Marekani imeidhivamia kijeshi nchi kama Panama, Iraq, Afghanistan, Libya, Iran, Venezuela na nchi nyingine nyingi bila idhini ya Umoja wa Mataifa. Na kama tunavyoona leo, Marekani inaivamia nchi bila kupata kipingamizi chochote kutoka kwa dola kuu za dunia. Kinyume chake, dola hizo zinamuunga mkono wakati mwingine. Wachambuzi wa siasa za vita na ushirikiano wa kimataifa wanakuwa na mitazamo mbalimbali. Maître Cheikh Omar Konare, mwanasheria na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Mali, alisema hakuna nguvu ya kisiasa, ya kijeshi na kiuchumi ambayo imewahi kufikia kiwango cha Marekani katika historia. Ndiyo sababu wanaheshimu sheria za kimataifa pale zinapolingana na maslahi yao na wanazipuuza wanapotaka, kwa kuwa wanajua kwamba kuna nchi inaweza kuanzisha ugomvi nao. Na sio tu Marekani. Russia imeivamia Ukraine kwa matakwa yake mwenyewe, na uvamizi wa Libya uliongozwa na Ufaransa bila kujali itikadi na sheria za kimataifa. Mchambuzi huyu wa siasa za kimataifa anasema silaha za nyuklia zinazomilikiwa na Marekani zinazuia nchi nyingine yoyote kuishambulia nchi hiyo. Nao pia Marekani hawawezi kushambulia taifa lenye silaha za nyuklia kwa sababu hiyo ingesababisha maangamizi makubwa kwa pande zote mbili. Tutakaolijua ni kwamba hakuna nchi yenye nguvu kubwa inayotia sahihi mkataba wa ulinzi wa pamoja na nchi ambayo inaweza kuingia vitani dhidi ya taifa lenye silaha za nyuklia. Hivyo Marekani haitakubali kamwe Ukraine kujiunga na NATO. Vivyo hivyo, Moscow na Beijing hawatawahi kusaini mkataba wa ulinzi wa pamoja na Iran au Cuba au Venezuela. Mara nyingi wanabaki na makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi ambayo hayawalazimishi kuwasaidia moja kwa moja washirika wao vitani. Kuna sababu za kisiasa. Mfano, China inaweza kubaki kimya pindi Marekani inavamia Venezuela ikitaka Washington kutofanya chochote iwapo China hiyo itaivamia Taiwan. Vivyo hivyo, Moscow inaweza kumwacha mshirika wake Iran kwa kubadilishana na upendeleo wa Marekani katika suala la Ukraine. Vita mara nyingi huwa fursa kwa mataifa makubwa kudhoofisha mpinzani wao kwa kumsaidia mshirika wao kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Hivi ndivyo Marekani na Umoja wa Ulaya wanavyofanya nchini Ukraine ili kudhoofisha Urusi, na pia Urusi inaweza kufanya hivyo hivyo kwa manufaa ya Iran bila kutuma wanajeshi wake moja kwa moja vitani. Mpaka sasa Tehran haiwezi kutegemea msaada wa kijeshi kutoka Moscow. Msemaji wa ikulu ya Russia Dmitry Peskov amesema hadi sasa Iran haijaomba msaada wowote kwa nchi yake, ila Ijumaa hii jarida la Washington Post lilipeperusha ripoti semayo kuwa nchi ya Russia imeipatia Iran taarifa za kijasusi zitakazowezesha Iran kulenga kwa usahihi kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika nchi mbalimbali za ukanda wa Mashariki ya Kati katika kukabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Tukiweka kando faida za kisiasa, vita vinafaidisha tena kiuchumi nchi hizi kubwa au dola za dunia. Vita pia ni fursa nzuri ya kuuza silaha, hasa kwa mataifa yenye akiba kubwa ya silaha za thamani wanazotaka kuuza. Inakumbukwa kwamba mauzo ya silaha yaliingizia nchi zinazouza silaha kiasi cha rekodi ya dola bilioni 679 mwaka wa 2024. Pia hakuna kitu kinachofaa zaidi kuliko vita kwa mataifa makubwa kujaribu silaha zao mpya au kuchunguza nguvu na udhaifu wa upande unaopigana nao. Kwa kifupi, dunia inaendeshwa na mchezo wa maslahi na mikakati ya siri ambayo mataifa madogo na ya kati mara nyingi huwa waathirika. Kama vile mahabara za dawa au laboratoire pharmaceutique hazitamani kutokomea kwa magonjwa yote, vivyo hivyo mataifa makubwa hayatawahi kumaliza vita kabisa duniani. Na tusishangae wakati dola zitaishiwa nguvu huko Ulaya, wanaweza kurudi huko Afrika kwenye mataifa dhaifu ili kujaribu kututawala tena na kujiami upya. Penzi mtazamaji, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Na kukusamina kushukuru wambo unaendelea kututegea sikio kila mara. Hii ni Fizi News 24 ambayo inakujia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24.
Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.